nini kimeelekezwa, na kilikuwa kinazingatia vile vile maelekezo ya ilani ya chama. Wakasema miaka hii mitano iwe ni miaka mitano ya kujaribu kufufua au kujenga yale mambo ambayo ni muhimu katika kuweka msingi mahali pa kuanzia kuwapeleka Watanzania kunakotakiwa. Miaka mitano imekuwa ni ya kujenga miundombinu. Na wala Sudani zile barabara zinajengwa, jitihada za kutaka kufufua bandari, kutaka kufanya reli, si kwamba ni mambo yamekuja, yako ndani ya utaratibu, ndani ya mipango ya miaka mitano. Ni miaka mitano ya kujenga miundombinu. Kwa hiyo ilikuwa ni mabarabara, tuangalie tufanye nini. Mzee Mkapa alikuwa ameshaanza tayari. Mzee Kikwete akaongeza kasi yake. Ndani yake kuna program sasa ya ujenzi wa barabara ambayo inatakiwa imalizike 2018. 2018 tunatakiwa sisi tuwe tumeshatandaza barabara nchi nzima, kuunganisha makao makuu ya kila mkoa kwa barabara za lami. Ndio maana ukimsikia Magufuli na barabara zile, anatekeleza mpango wa miaka mitano unaotekeleza ilani ambayo ilikuwa imeweka jambo hili wasiwasi. Kwa miaka ile mitano sasa itakwisha mwaka kesho mwezi Juni. Rais Kikwete akaona wekeni la mkakati wa kupunguza umaskini. Na yenyewe ni program iko ndani ya mpango. Sasa punde sisi tutaanza sasa kuandaa sasa maelezo, mikakati na nini kwa ajili ya mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao utatupeleka mpaka 2021, ili tukifika 25 26 nchi lazima tuwe tumefikia pale ambapo dira inatutaka tufike. Na mimi naamini tutafika ndani ya uongozi mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Nini tunategemea miaka hiyo mitano ijayo? Miaka mitano ijayo kinachopangwa pale ni nini? Ni kwamba sasa ni miaka mitano ya kujenga uwezo wetu kiuchumi kwa kujenga viwanda, na msisitizo ni viwanda vya usindikaji wa mazao ambayo yanatokana na wakulima, wafugaji na wavuvi. Ndio msingi wake mkubwa. Kichocheo hicho ndio kitakachotupeleka mbele zaidi. Sasa labda ni pause kidogo hapo. Simame kidogo. Mwalimu baba wa taifa alituambia maadui wakubwa watatu: umaskini, maradhi na ujinga. Nilipowasikiliza viongozi waliofuata, wakatuwekea msisitizo maadui wengine hawa wawili ambao mimi nimeona ni kweli. Moja ikawa ni uharibifu wa mazingira. Mzee Mkapa na baadaye Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wakalivalia njibe la utawala bora vile vile. Kwa kwangu mimi nahesabu maadui wakubwa washenzi kabisa hawa watano, na lazima tupambane nao katika hatua hizi tunazokwenda huko mbele. Sasa rais wetu huyu amejitahidi sana. Ndio maana wakati mwingine nikisikia mtu anasema hakuna kilichofanyika, na mtazama, nasema mimi nafikiri anasema hivyo makusudi. Leo tulipo hapa, na wale mnaosikiza hotuba jana, tulipo leo, tumetoka safari ndefu, tumefika hapa tulipo, na duniani huko wanatujua hivyo. Tanzania sisi tumejitahidi sana katika kuhakikisha tunatunza vile viashiria muhimu vya uchumi. Bana, bila hilo unajidanganya. Sasa hili ni eneo la uchumi, lakini tumevichukua, tumevibeba kipindi chake chote. Ukizungumza ukuaji wa uchumi, ukitazama inflation au mfumuko wa bei, ukitazama jitihada nyingine kwenye maeneo ya uchumi, sisi tumejitahidi sana, na ndio maana uchumi wetu unakuwa kwa karibu 7%. Sasa ni kweli, pamoja na kukua huko, na wataalamu wanasema, hata wakubwa wanatuambia, endeleeni kuhakikisha hilo, lakini ongezeni mfike 8 mpaka 10, ndipo mtaona matokeo ya haraka yanajitokeza. Lakini kwa sasa wanatuambia, kosa lenu, mmefanya vizuri, lakini umaskini umepungua kwa kiasi kidogo sana. Karibu kama tuko asilimia kama 28 tu. Bado tunataka tushuke zaidi na zaidi.
wanasema tatizo lenu nyinyi ni moja tu. Ukuaji wa uchumi wenu umetegemea zaidi sekta ya ujenzi, mali asili, utalii. Mmetegemea sana maeneo mengine ya uchukuzi. Haya mchango wake mkubwa, lakini haugusi jamii kubwa moja kwa moja. Ndio maana naona uchumi unakwenda, lakini hauendi kwa kasi ambayo tunaitegemea, sababu walio wengi bado hawajafaidika sana na hizi jitihada. Na hawa naposema wengi, nazungumza wakulima, wafugaji, wavuvi, na sisi wali na asali tuko humo. Wanachotuambia kwamba sasa hii miaka mitano mpango wenu wa maendeleo, hebu mjikite katika eneo hili. Zameni sasa, pelekeni sasa jitihada zenu huko kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wengine. Tengenezeni viwanda hivyo, lakini vitumie mali ghafi kutoka kwa wakulima, wafugaji na kadhalika. Mkisha wafikia hawa wakulima, matokeo hayo yakaenda kwa moja kwa moja, kesho mtaniambia umaskini umepungua kwa kasi kubwa sana. Guseni walio wengi katika awamu sasa ya mpango wa pili wa maendeleo. Matokeo yake mtaona yatakuwa ni haraka sana. Wanatuambia mkilifanya hilo, mtaona na ajira sasa zitapatikana. Maana ni viwanda, kilimo kikiboreshwa, hata mzee Mzindakaya atalima vile. Unajua kwa nini? Kinachokimbiza watu kulima, jembe la mkono. Weka matrekta pale, weka combined harvester, tena weka na kiyoyozi mle ndani. Kwa nini silimo? Kwa hiyo miaka mitano ijayo, mpango wa maendeleo miaka mitano ijayo, sasa ndio unaotuteremsha kwenda sasa kwa wale watu ambao tunawahitaji, ili tukiinua hali za maisha yao, utakuta wastani wetu wa kupungua kwa maskini nako kutaongezeka. Na hapa ndipo mimi nasema inshallah, kama Mwenyezi Mungu atampendeza, nikatokea kuwa mmoja wa hao ambao imempendeza yeye, hili ni eneo ambao mimi nasema piga geuza, kufa na kupona. Elekeza nguvu zako nyingi hapa. Ukielekeza nguvu zako hapa, maana yako umekomboa wa Tanzania, na mtaona vitu vingi vitakwenda vizuri sana. Sasa ndio maana nisema leo sitasema mengi hayo, lakini haya ambayo ni ya kiutendaji, haya ambayo najua yako kwenye mipango na yako mengi, unachohitaji sasa ni kupata mtu atakaye. Maana unajua wakati mwingine kuna tabia ya mtu kusema usiniambia mambo ya Kikwete hapa. Hapana, hapa sio mambo ya Kikwete. Haya ni mambo ya nchi. Ni mambo ya nchi yako kwenye mipango. Unachotakiwa wewe ni kuyabeba, yasukume kwa style yako, kama ni kasi, kama ni nini, lakini kubwa msingi upo tayari. Si haribu ile jambo. Kwa hiyo yote haya tukienda nao vizuri, mimi na hakika kabisa ndani ya miaka mitano ijayo na hiyo mitano mingine ijayo, hii ya leo tumezunguka vijijini kule, naona mabadiliko yameanza mazuri sana. Dodoma hii mimi nilikuwa nakuja na mwalimu miaka ya 81, 82, 83. Dodoma hii sio hii. Sio hii hata kidogo. Dodoma imebadilika sana. Ulikuwa ukija Dodoma hapa Matembe, mpaka unaingia Dodoma hapa, leo unatafuta yako wapi. Kumetokea nini? Ni hicho wanachokieleza kwamba mnakwenda vizuri, na msibeze hizo juhudi mlizofanya.